Mambo yanayokuchelewesha kufanikiwa siku zote huwa ni baadhi ya vitu mbalimbali kama vile tabia, mazingira na mitazamo inayomzuia mtu kufikia malengo yake kwa sababu ya kupunguza motisha, ubunifu na ufanisi kwa mtu. Kila mtu huwa ana ndoto yake, malengo yake na matarajio fulani kwenye maisha yake, ikiwamo kwenye elimu, fedha, biashara na uwekezaji. Hata hivyo, kila mtu huwa anapata nafasi ya kufikia mafanikio hayo kwa sababu mbalimbali ambazo mara nyingi huwa ni vikwazo vidogo vidogo kama hofu, uvivu au tabia ya kukosa mipango na malengo ya kimaisha. Ukilitambua jambo lolote linalochelewesha mafanikio yako, unaweza kulikabili mapema, kuliepuka, kubadilika na kujiongezea nafasi ya kufanikiwa. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanaweza kumchelewesha mtu kufanikiwa kwenye maisha, na haya ni baadhi ya mambo hayo. Moja, hofu ya kuogopa kushindwa. Watu wengi huwa wanaogopa kujaribu kwa sababu wana hofu ya kukosea au kuhukumiwa na watu wengine. Hofu ya kushindwa huwa inamzuia mtu au watu wengi kuchukua hatua kwa sababu wanaogopa watu au jamii itawachukuliaje. Hali hii inawafanya wakae na mawazo yao bila kuyatekeleza. Hofu ya namna hii humfanya mtu asianze kabisa kujaribu au asikamilishe kitu anachokifanya. Mtu anaweza kuwa na wazo la biashara au kukaa nalo zaidi ya miaka bila kulifanyia kazi kwa hofu ya kupoteza pesa endapo atapata hasara. Watu watanichukuliaje? Namba 2, kutokujitambua. Kama mtu hajui uwezo wake, malengo yake na anachotaka kukifanya kwenye maisha yake, basi ni vigumu kufanikiwa. Mafanikio huwa yanaanza kwa kujua wewe ni nani, unahitaji kitu gani na una uwezo gani, au una nguvu na udhaifu gani, unataka nini na kwa nini. Bila kujitambua, unaweza kutumia muda mwingi kufuata njia za mafanikio ambazo si zako na kwa kuwekeza kwenye sehemu usizozijua. Jambo la 3, uvivu. Kukosa bidii na muda wa kufanya kazi kunaweza kukuchelewesha katika mafanikio yako. Uvivu ni adui mkubwa wa mafanikio na maendeleo. Nidhamu binafsi ndio msingi pekee na imara wa kufanya kazi hata ikitokea ukawa haupati hamasa. Mfano, mtu anaweza akawa anataka kuanzisha biashara lakini haweki akiba kama mtaji wa kuanzisha biashara hiyo. Hakika biashara hiyo itabaki kuwa ndoto na malengo hayo yatabaki kama mawazo tu bila utekelezaji wowote. Jambo la 4, kuzungukwa na watu wasiokusaidia kwa chochote. Hawa ni aina ya watu au marafiki wabaya ambao hawana malengo na wanaweza kukuvuta chini, kukukatisha tamaa na kukufanya usifikie ndoto zako. Mazungumzo unayoyasikia kila siku yana nafasi kubwa sana ya kuathiri fikra zako. Ukiwa na marafiki au watu wanaokukatisha tamaa, wanaweza kuua ndoto zako kwa sababu unaweza ukajaribu kuanzisha biashara lakini watu wako wa karibu wakaanza kukucheka, na hali hii inachangia kujidharau na kuacha kabisa kufanya hiyo biashara. Jambo la 5, kukosa maarifa na elimu. Kuacha kujifunza mambo mapya kunaweza kuzuia maendeleo yako binafsi. Maarifa na ujuzi ni chombo kizuri cha kukusaidia kufanikisha ndoto yako. Usipoelewa vizuri kitu unachokifanya, kuna nafasi kubwa sana ya wewe kuishia njiani. Kabla sijaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali na kujitegemea kifedha, basi hii ni channel yako. Subscribe sasa ili upate maarifa ya biashara, ujasiriamali na kifedha kila tunapo upload video mpya zitakazo kufanya ujifunze masomo muhimu ya kuwekeza mbele kibiashara na kufanikiwa, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Haya, tuendelee. Jambo la 6, kutokuwa na malengo. Kuishi bila mipango na malengo yanayoeleweka, mtu anaweza kupoteza muda akizunguka bila kupata mafanikio. Kuishi bila malengo ni kama mtu anayesafiri kwenye meli bila mwelekeo kwa sababu ya kukosa nahodha. Kuwa makini. Jambo la 7, kujilinganisha. Tabia hii huleta wivu na kufanya ukate tamaa badala ya kuhamasika na kujitahidi kusonga mbele zaidi. Kujilinganisha hujenga mashindano yasiyo na msingi na kusababisha kukata tamaa. Kila mtu ana safari yake ya mafanikio, uwezo wake binafsi na muda wake wa kushine kulingana na vile Mungu alivyomwandalia. Kwa hali ya kawaida, kijana anayejilinganisha mafanikio yake na mtu maarufu kwa kuangalia hali yake ya sasa, anaweza kuona kama hana maana na anapoteza imani na uthubutu wa kujituma. Copy and paste, achana nayo. Namba 8, kukata tamaa mapema. Mafanikio mara nyingi huja baada ya kushindwa mara kadhaa. Unapokata tamaa mapema, itakuwa ni moja ya kikwazo kikubwa cha kuzuia kufanikiwa. Mfanyabiashara na mjasiriamali anayepata hasara ya kwanza na kufunga biashara badala ya kutafuta suluhisho na chanzo cha yeye kupata hasara, atakuwa amekatisha ndoto yake ya kufanikiwa, kwa sababu hakuna mafanikio makubwa bila kupitia changamoto. Jambo la 9, matumizi mabaya ya muda. Wazungu wakasema time is money. Hii ni pamoja
na kuwekeza muda mwingi kwenye mambo yasiyo na msingi kama mitandao ya kijamii au starehe kupita kiasi. Mafanikio yanahitaji kupanga muda vizuri, lakini unapotumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii, kuangalia TV bila mpangilio na kulala kupita kiasi, kunazuia kupiga hatua za kimaendeleo kwenye maisha. Jambo la 10, ugumu wa kujifunza. Hakuna mtu anayejua kila kitu kwenye maisha. Fikiria mtu ambaye mwanzo wa biashara anapokataa kushauriwa na watu wenye uzoefu wa aina ya biashara anayofanya, kutamfanya ashindwe kusimamia pesa vizuri na kuendesha biashara. Mwisho wa siku atajikuta anapoteza pesa na muda wake kwa sababu ya kukosa yanayozuilika. Jambo la 11, kukosa uvumilivu. Mafanikio hayahitaji haraka. Pupa haiko kwenye mafanikio. Kukosa uvumilivu huwa kunawafanya watu wengi kuacha kitu wanachokifanya kabla hawajaona matokeo. Punguza pupa. 12, kuogopa mwanzo mdogo. Watu wengi huwa wanaona kuanzia chini kama aibu au ushamba. Ukweli ni kwamba hatua ndogo ndizo huwa zinajenga mafanikio makubwa. Jambo la 13, kuwalaumu watu wengine kwenye kila kitu. Watu wanaochelewa kufanikiwa siku zote huwa wanaona kila tatizo linasababishwa na watu wengine na kutumia nguvu zao na muda wao kuwalaumu. Punguza hiyo. Ikiwezekana, achana nayo kabisa. Jambo la 14 na la mwisho siku hii ya leo ni kuishi bila malengo binafsi. Mafanikio yanahitaji mtu kujiwekea utaratibu wa kujifunza, kubadilika na kujijenga kila mara kwa kujifunza na kusoma vitabu. Uwekeza muda wako, jifunze. Naamini kuna kitu umejifunza. Usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza tunapopandisha maudhui haya mapya. Hili ni Darasa la Biashara na Ujasiriamali. Asante.